Mathayo 4:23 nasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari ya ufalme na kuponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Neno huduma lina maana kutumikia. Unatumikia watu. Ndio maana kuna maeneo ambayo kwenye maofisi unakuta mtu anaitwa ni mhudumu. Ni mhudumu, ni mtu ambaye anahudumia wengine, anatumika kwa wengine. Kwa hiyo katika setting ya kanisa tunaposemaga huduma, huwa tuna maana zile kazi ambazo tunafanya kwa ajili ya kuhudumia wengine. Kwa hiyo huduma ni kutumika, ni kutumikia wengine. Kuhubiri neno ni nini? Ni huduma. Kufundisha neno ni huduma. Kuponya na kufungua watu ni nini? Ni huduma. Kuwapatanisha watu na Mungu na kuwapatanisha watu pia wenyewe, na yenyewe ni nini? Ni huduma. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe. Alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huu mstari unaeleza jinsi ambavyo Kristo alipakwa mafuta kwa ajili ya huduma. Ukiangalia huduma ya Yesu ilikuwa ni kufundisha, kuhubiri, kuponya na kufungua watu. Kuna mambo ambayo tukifanya katika kanisa tunasema ni huduma.